بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, tukiwa bado tuko ndani ya surati Yusuf kwenye aya za mwisho, na kwa mujibu wa utaratibu wetu tulitarajia kuwa siku ya jana tungehitimisha somo la sura hii, tukaangalia fawaidi zilizobakia, lakini ikatokea siku mbili. Ukiiacha ile siku ya Ijumaa, lakini siku mbili za darasa hatukuweza kusoma, ikiwemo jana kwa sababu ya udhuru wa mvua kubwa ya jana. Tukaona kufanya wepesi watu wanaokaa mbali, ni vizuri tusimamishe darasa. Kwa hiyo leo tutaendelea biidhnillah al-Karim kuzisoma ayat kwenye kitabu hiki, kwenye sura hii. Alafu tukipata siku nyingine tena kama kesho, tutahitaji kama siku mbili siku tatu hivi, na siku zenyewe zimekwisha, tujaribu kuzidondoa fawaid, kwa sababu nilitangulia kusema kwamba al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaeleza kuwa hii sura kwenye kisa hiki kuna hikma na faida zaidi ya 1000 katika mambo ya maisha yetu ya kila siku, kwenye jamii yetu, katika namna ya kuamiliana na watu na kuishi nao, faida za kidini na ilmu. Ni faida nyingi kwa mwenye kutaamal, mwenye kuzingatia, akapewa maarifa ya kuweza kuzingatia. Faida 1000 kwenye sura kama hii si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Tukasema kwa ule udhaifu wetu sisi tupate angalau faida 200. Tunaweza tukapitisha zaidi ya hizo 200, kwa sababu mpaka tumefika aya 20 na kitu tushataja faida takriban 60. Tulipofika kwenye aya 20 tukiitazama, tuna faida kama 60 ambazo nyinyi mmeziandika. Kuna hili na mambo mengi ya kibusara na hikma. Kwa mtu akijua sura hii vizuri kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anampa hikma na busara kama ataamua kuyafanyia kazi yale aliyojua. Kwa hiyo sio jambo la kupuuza, kwa sababu Qur'ani imeteremshwa ili izingatiwe, liyadabbaru ayatihi, ili watu wazingatie aya zake, si somwe tu.
Kwa hiyo sio jambo la kulipuuza. Insha Allah tutajitahidi tukimaliza kuisoma sura hii basi tupitie tena kila aya tuokote faida 2-3 na aya ziko 111. Kwa katika kila aya tukipata faida 2-3 hivi nadhani tutapata zaidi ya faida 200 mpaka 300. Leo tutaendelea. نعم يا محمود اقرأ يا محمود اقرأ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن
inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. tunaendelea na darasa yetu baada ya kupata utulivu kwa kusikiliza ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tumesomewa. Allah mlipe kila khair na mbariki msomaji wetu na vijana wetu wote kwa ujumla. Tulisoma katika darasa iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na msimamo wa yule mtoto mkubwa miongoni mwa watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam, alipowaambia ndugu zake kwamba warudi nyumbani wakamwelezee baba yao kilichotokea huko Misri, nacho ni kwamba waambie wazi kwamba mwanao Binyamin naye ameiba, mwanao ameiba, na sisi tunayoyasema tumeyashuhudia kwa yakini kabisa kwamba hilo limetokea, kwa sababu tuliiona ile pishi ya mfalme kwenye mizigo yake, na sisi hatujui ghaibu. Na ukitaka kujua zaidi mzee wetu, waulize wasafiri wenzetu, nenda kaulize Misri, watu wa mji wa Misri kawaulize, uulize msafara tuliokuja nao, wal'ira allati aqbalna fiha, na msafara tuliokuja nao. Kwa hiyo hapa tukufanya njama zozote, sisi ni wakweli katika hili, kwa sababu tayari walikuwa wana historia mbaya huko nyuma. Mzee wao pia hakuwaamini katika hili, akawajibu vile vile alivyowajibu mara ya kwanza kwamba nafsi zenu zimewapambia kutenda jambo ovu, lakini mimi subira yangu ni subira nzuri na matumaini yangu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaniletea watoto wangu wote kwa pamoja. Kisha Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam akaenda pembeni akawapuuza wale, akasikitika sana, akalia juu ya mwanawe, kalia mpaka akapofuka macho kwa sababu ya huzuni, lakini alificha katika nafsi yake majonzi yake na huzuni yake. Watoto wake wakawa wana haya kumwambia, ndipo tunapoanzia leo. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa, wakasema tallahi, tunaapa kwa Allah, wewe hujaacha kumkumbuka Yusuf mpaka leo. Sisi tunazungumza habari ya huyo alikamatwa sasa, wewe umefufua mambo ya zamani ya Yusuf. Tafta'u tadhkuru Yusufa, yani la tazalu tadhkuru Yusufa wala tansahu, hujaacha tu kumkumbuka Yusuf. Hatta takuna harada, mpaka uwe na maradhi ya kufa. Moja tafsiri, hatta takuna harada, mpaka udhoofike, utakujidhoofisha bure bwana kukumbuka Yusuf. Au takuna min alhalikin, au uwe katika wenye kuangamia. Hutaacha kumkumbuka Yusuf mpaka udhoofike au uwe katika wenye kuangamia. Yani kama vile wamwambie baba yao, achana na habari za Yusuf baba, mambo ya Yusuf yalishapita kitambo, wewe uache tu kumsikitikia na kumhuzunikia. La tazalu tadhkuru Yusufa daiman hatta yadhufa jismuk
وعقلك وتقارب الهلاك من شدة الحزن عليه huachi kumtaja na kumkumbuka Yusuf daima mpaka udhoofike mwili wako udhoofike akili yako uingie kwenye maangamivu ufe kwa sababu ya huzuni kubwa lawama umletea baba yao pale qala inma ashku bathi wa huzni ila Allah akasema Nabiullah Yaqub hakika si vingine mimi nashtakia masikitiko yangu na huzuni yangu kwa Allah huzuni zangu na masikitiko yangu vyote navipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala amesema Nabiullah Yaqub inma ashku bathi wa huzni ila Allah hakika si vingine ninashtakia masikitiko yangu na huzuni yangu kwa Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun na mimi ninajua zaidi kutoka kwa Allah yale msiyojua msimkaniona mimi ni mjinga mpumbavu na kwamba nyinyi eti mmenizidi akili mimi najua zaidi kuliko mnavyojua nyinyi wa a'lamu min Allah na ninajua kutoka kwa Allah yani ujuzi wangu mimi naupata kutoka kwa Allah ma la ta'lamun yale msiyojua ya bani enyi wanangu idhahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi nendeni mkapeleleze kuhusu Yusuf na nduguye Yusuf hajakufa bado Yusuf yuko hai ninyi mwaona kama kashakufa habari yake imeisha hapana bado idhahabu nendeni fatahassasu fi Yusuf wa akhihi mkachunguze kuhusu Yusuf na nduguye Benyamin tafuteni habari zake Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anasema Yaqub inna Yaqub alayhi salam tanabbaha ala Yusuf biradd al-bidaa'a Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam alitanabahi kuwepo kwa Yusuf baada ya kurudishwa ile bidhaa pale mara ya kwanza akawaambia bwana warudishieni bidhaa zao zile mali walizokuja nazo kuja kununua chakula ziingizeni kwenye vyombo vyao warudi nazo wao wakachukulia kama kitu masahara tunakutaka kufikiria nani alitufanyia hivi alafu mtu atuuliza ndugu yenu yule baba mmoja vipi ajuaje habari zetu mtu yuko Misri sisi tuko huko kwenye ardhi ya Palestina ajuaje habari zetu wao hakutanabai na lile lakini waliporudi na zile bidhaa kule nyumbani wakamwambia baba yao hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina bidhaa zetu zimerudishwa kwetu Nabiullah Yaqub pale pale akahisi kwamba mwanangu yuko hai Al-Qurtubi anasema inna Yaqub alayhi salatu wassalam tanabbaha ala Yusuf biradd al-bidaa'a Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam alizinduka juu ya uwepo wa Yusuf kwa kule kurudishwa zile bidhaa wa ihtibasi akhihi na kumzuia yule ndugu yake kwamba huyu mara ya pili huyu mwacheni kwa sababu hiyo ndio ikapelekea nendeni tena Misri fawajjahahum ila jihati Misra duna ghairiha akawaelekeza waende Misri tena wakapeleleze kinyume na sehemu nyingine sawa awaambia ya bani enyi wanangu idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi nendeni mkapeleleze kuhusu Yusuf na ndugu yake nendeni wala tayasu min rauhillah wala msikate tamaa na rehema za Allah la taqnatu msikupuke sikukurupuka kukupuka ni kukata tamaa ni Kiswahili pia katika Kiswahili vya zamani wala tayasu wala msikupuke yani msikate tamaa min rauhillah ay min rahmatillah
wa annahu sayurawihu anna ma nahnu fihi min al-karbi wash-shidda, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatustarehesha sisi, atatuondoshea yale ambayo tuko nayo sisi katika tabu na matatizo, yataondoka haya. Kwa hiyo msikate tamaa na rehema za Allah. Innahu, hakika mambo yalivyo, hakika hali na shani jambo lilivyo hasa, la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, hawakati tamaa na rehema za Allah ila watu makafiri. Makafiri ndio wanaokata tamaa siku zote na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min hakati tamaa siku zote, ana matumaini juu ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haoni kwamba akiwa katika matatizo ndio basi jambo lake limekwisha, ameshaangamia, hana pa kutokea tena. La, mu'min hakati tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya kukata tamaa ni tabia ya makafiri wasiomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawana tauhid, hawezi kumpwekesha Allah subhanahu. Kwa hiyo wao kukata tamaa. Ndio pale mtu akikwama na jambo limemkwama kweli kweli, ameshikwa na jambo kweli kweli, hana pa kutokea, hana pa kukimbilia, aamua kujiua, ajipiga risasi, anywe sumu, ajitia kitanzi, ajirusha kwenye jengo refu, afanya jambo la ajabu ili kujimaliza uhai wake. Nini? Haoni kwamba mbele yake kuna faraji. Mtu akikosa tauhid, lakini muwahhid siku zote ana tamaa na matumaini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hii shida hii na tabu hii ninayoipata kwa muda wote huu, faraja yangu iko karibu, ninaye Mola wangu, inna ma'i rabbi sayahdini. Mu'min yuko kwenye hali ya matarajio siku zote, hata shida zilifuke vipi, muda wake uwe vipi, yeye ana matumaini kwamba faraja iko na sio muda mrefu. Umefahamu? Kwa nyinyi msikate tamaa na rehema za Allah, kwa hakika hakati tamaa na rehema za Allah ila watu makafiri, ndio wana tabia hiyo. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, akielezea habari ya vijana hawa watoto wa Nabii Yaqub, falamma dakhalu, kwa maana wakenda Misri. Sasa wakenda tena Misri kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza walikwenda, Yusuf wakawajua, akaagiza kwamba waje na ndugu yao, sio, na bidhaa zao zirudishwe. Wakaja mara ya pili, ndugu yao wakaja naye, akakamatwa. Mara ya tatu sasa wenda tena. Sasa hivi wanakwenda kwa ajili ya maamrisho. Kwanza hawana kitu cha kununua bidhaa, lakini pia waende wakamtafute Yusuf kwa amri ya baba yao. Kwa hiyo wakatekeleza amri, wakatoka katika ardhi yao, kwenye nchi yao, wakaelekea Misri. Bado ukame upo, haujaisha, wakarudi tena Misri. Falamma dakhalu alayhi, walipoingia kwake, yani kwa Yusuf. Falamma dakhalu alayhi, walipoingia kwake, qalu ya ayyuhal aziz, wakasema ewe mheshimiwa. Qalu ya ayyuhal aziz, wakasema ewe mheshimiwa. Masana wa ahlana adh-dhurr, imetupata njaa sisi na jamaa zetu, imetupata njaa sisi na jamaa zetu. Njaa imefika kwenye mji wetu, nyumbani kwetu, na sisi ni wahitaji. Asabana wa ahlana al-ju' wal-hajatu wash-shidda bisababi al-qahti wa qillati at-ta'am, imetupata njaa sisi na uhitaji na tabu na ukame kwa sababu ya ukame na uchache wa chakula. Masana wa ahlana adh-dhurr, imetupata njaa sisi na jamaa zetu. Wajina bibidha'atin muzjah, na sisi tumekuja na bidhaa mbovu. Bidhaa mbovu isiyo na thamani.
wajina bibidha'atin musjah, na sisi tumekuja na bidhaa mbovu, yani ataina bithamanin radi, thamani mbovu kabisa, duni, haiwezi kununua chakula tunachokihitaji. Lakini kwa kuwa wewe ni mkarimu, fa awfi lana alkail, basi tutimizie kipimo, fa awfina kaila at-ta'ami wala tanqusuhu, tupimie kama vile mwanzo, sote tupate, pamoja na kwamba bidhaa tuliyokuja nayo, pesa tulizokuja nazo ni duni chache, lakini tupimie chakula. Fa awfi lana alkail, tutimizie kipimo, watasaddaq alaina, na utupe na sadaka. Tupimie kama unavyotupimia na utuongezee kwa kutupa sadaka. Ay watafaddal alaina, kwa maana tuzidishie. Watasamah bima baina ath-thaman al-jayyid lit-ta'am wath-thaman ar-radi' alladhi qaddamnahu li shira'ihi la tanqusna min at-ta'am bisababi dhalik. Sawa, tupe sadaka, tupe. Inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin, wa hakika Allah walipa wenye kutoa sadaka. Allah walipa wenye kutoa sadaka, atawatendea wema. Na hivyo ndivyo inavyokuwa. الواحد يسمى أكثر المفسرين على أن هذا التصدق معناه المسامحة بين الثمنين. تصدق katika aya hii, wengi katika wanawazuoni wa tafsiri wanasema maana yake ni kule kusamehe kwa kile kiasi kilichopo kati ya thamani mbili, yani kwa maana an yusa'ira lahum birradi'i kama yusairu biljayyid, awapangie bei kwa kile kibaya walichonacho kama ile bei ya kile kizuri walichokuwa nacho, au kile kibaya walichonacho, duni walichonacho, wapewe thamani ya kizuri kabisa, wasipewe kibaya. Yusair lahum bilradi'i, badala ya kile kitu kibaya, kama yusairu biljayyid, kama vile anavyotoa bei kwa kitu kizuri, biashara ile ile. Kwa hiyo pia ni tasadduq. Baadhi ya wanachuoni wa tafsiri wanasema hivi. Baada ya yale kuyasema yale waliyosema, na kweli aliona kwao kuna uhitaji. Yusuf ni mtu mzima, mtume wa Allah, ana ufahamu. Alipokuja kwenye hali ile, akaona nyumbani kuna shida, wazee wametaabika, shida ya njaa, lakini shida pia ya kuondokewa na watoto, na mimi nikiwa ni mmoja wapo. Nikikaza hapa nitaua hapa, kiendelea kukaza nitaua, nitamuua babangu. Akaamua awafungukie tu wazi tu, jambo liishe. Sawa, akaamua awafungukie ili jambo liishe, watu wapate faraja huko, hata kama itakuwa ni maumivu kwa hawa walichokifanya. Sasa hivi watakutana na kile walichokichuma kwa mikono yao. قال, akawaambia Yusuf, akawaambia hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, je, mnakumbuka mliomfanyia Yusuf na nduguye kipindi mlipokuwa wajinga? Hal alimtum ay tadhakkartum, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, je, mnayakumbuka mliomfanyia Yusuf na ndugu yake? Hal tadhkurun ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi min al-adha wa antum idh antum jahilun, mlipokuwa wajinga. Hala jahlikum bimiqdari martakabtumuhu, hali ya ujinga wenu, ya kutokujua kwenu kiasi cha kile mlichokitenda. Wa aqibat ma fa'altumuhu, na mwisho na hatima ya kile mlichokifanya mnajua. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, akawaambia je, mnayakumbuka mliomfanyia Yusuf na nduguye kipindi mlipokuwa wajinga? Wakashtuka wale, qalu a innaka la anta Yusuf, a innaka la anta Yusuf, wakasema kwa mshangao, kwani wewe ni Yusuf? Wakashangaa. Kwa hiyo walihisi na
huyu asema hivi itakuwa yeye ndio Yusuf. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema falamma intaha al-amr wa balagha ashudda raqqa lahum Yusuf riqqatan shadidatan wa 'arrafahum bi nafsihi. Wakati jambo lilipofikia mwisho na likafikia kwenye ukomo wake, alipoona sasa hapa ndio mwisho wa jambo, sasa Yusuf alichokifanya, aliwahurumia sana ndugu zake. Raqqa lahum Yusuf riqqatan shadida, aliwahurumia huruma kubwa kabisa, akaingiwa na huruma, akajitambulisha kwao. Sawa. Kwa hiyo pale wakashtuka, wewe ndio Yusuf? A innaka la anta Yusuf, kwani wewe ndio Yusuf? Qala ana Yusuf, akasema mimi ni Yusuf. Wa hadha akhi, na huyu ni ndugu yangu, baba mmoja mama mmoja, akhi shaqiq. Wa hadha akhi ay hadha akhi shaqiq, huyu ni ndugu yangu mimi kwa baba na mama. Qad manna Allahu alaina, Allah ameneemesha juu yetu, ameneemesha bilijtimai baada alfurqa, ameneemesha juu yetu kwa kutukutanisha tena baada ya utengano. Maana nyinyi mlitutenganisha miaka mingi, tumekutana tena, nyinyi mkaondoka, nikabaki naye ndugu yangu hapa. Qad manna Allahu alaina, Allah ameneemesha juu yetu bilijtimai baada alfurqa walizzati baada dhulla, kwa kukutana baada ya kutengana na kutupa utukufu baada ya udhalili. Maana nyinyi mlituweka chini ya kina cha kisima, Allah akatuweka juu kwenye kiti cha ufalme. Wale wao walikuwa si kwamba walimtupa nje tu hivi, walimtumbukiza kisimani ambako lazima utie ndoo kule chini huko. Kwa hiyo walitaka kumweka chini asfala safilin, Allah akamweka a'la ilmiyin. Kwa hiyo Allah ametuneemesha sisi kwa kunikutanisha mimi na ndugu yangu, lakini pia kwa kutupa heshima na izza na nguvu, utukufu baada ya utengano, baada ya udhalili wa tamkini fi dunia, na kutupa umakinifu katika hii dunia, tukawa tumeshika dunia. Njaa imeingia, mimi ndio nikigawa chakula katika dunia yenu hii. Innahu, sikiza maneno makubwa haya, innahu, hakika mambo yalivyo, man yattaqi wa yasbir, yoyote atakayemcha Allah akafanya subra, yoyote atakayemcha Allah na akafanya subra, fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin, basi hakika Allah hata yapoteza bure malipo ya mwenye kutenda wema, hata upoteza ujira wa mwenye kutenda wema. Mambo mawili, man yattaqi wa yasbir, taqwa na sabr. Yoyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala na akavumilia akawa na subra, atalipwa ujira mkubwa, kwa sababu Allah hayapotezi bure malipo ya mwenye kutenda wema. Lazima atapata malipo yake hapa hapa duniani na kesho huko akhira. Inna Allah la yubtilu thawaba ihsani wala thawaba kulli man ahsana bidhalik, Allah hatasibatilisha bure kabisa, zikapotea bure thawabu za wema wake na thawabu ya kila aliyefanya wema.